Washikaji. Ndio kapiga mzigo huyu jamani. Sema nini uchaipateni hapo. Uchaipateni. Kwa hiyo inatakiwa kufashiwa hii. Shingapi kitu kama hiki? Hata hii hapa biashara yenyewe wahusu wazee. Mimi na dogo janja tunajua shoti wanazozipiga alafu msio wanafiki nini au si? Oya wazee sikieni. Niwaambie kitu kimoja wazee. Leo nimeenda mgawani wanangu. Ndio. Si nikashangaa mtu ananiletea chakula ni ya shule. Shula huyu aliyepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Huyo wa shula. Wazee. Mbona kama mnaniacha njia panda sielewi kwamba kuna binti anaitwa Shula kapotea kijijini kwetu hapa. Ndio hivyo. Basi kumbe jao wazee. Hili ni jao. Niambia ulikuwa hujui kuna binti anaitwa Shula katika kijiji chetu. Hilo nilikuwa sielewi. Kuna mambo ya siri sana hapo kijijini. Jamani. Msitake kutuchanganya watu. Ashula. Hayo masuala situache. Tuongelee mambo mengine. Hata msingeleta kijiweni hapa vipi wewe? Vimeshaanza kunikera. Basi bwana. Mambo singeleta kijiweni. Sasa kijiweni hapa. Unaenda wapi sasa? Wewe rudi kwanza. Sasa unaenda. Bwana achana naye mwanangu mwenyewe kama mdada tu huyo. Twende tu tukatae mwanangu. Kijiweni kwenyewe kwanza umeshapalibu hapo. Wewe dogo tembea. Karibu. Asante. Karibu ndani. Asante. Mwenyekiti. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Habari za asubuhi. Nzuri baba. Za uzima. Salama tu. Mzima? Mwenyekiti, mimi nina tatizo. Tatizo gani tena? Mwanangu amepotea leo siku ya 3 mwenyekiti, na sielewi Ashura yuko wapi. Mama Ashura, siku ya 3. Amepotea katika mazingira gani? Mwenyekiti, mimi naomba tu unisaidie. Kwa sababu Ashura ana tabia kusema kwamba atakienda sehemu na niambia, lakini nashangaa safari hajaniambia. Na unavyoona mwenyekiti, nimetafuta sana lakini nimeona tu nje kwa sababu wewe ndio msaada wangu mwenyekiti. Naomba unisaidie sana mwenyekiti. Wewe Mama Ashura. Na mwenyekiti. Kwani katika hiki kijiji hakuna ndugu mwingine? Hapana mwenyekiti. Hakuna ndugu? Hakuna ndugu. Yaani naishi naye hivi kama mama mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba unisaidie. Mimi naomba unisaidie babangu. Sawa basi. Usijali sana Mama Ashura. Hilo swala lako ni muhimu sana. Tutalishughulikia. Tukilishughulikia tutakupatia taarifa. Sawa mwenyekiti, nitashukuru. Sawa mwenyekiti, mimi naenda. Bila shaka. Asante. Karibu tena. Asante. Hapa ni nyumbani. Asante. Tupike. Mwenyekiti, nimechelewa. Tunatumana mwanangu. Kweli mama. Nashukuru sana baba. Mama mnakulesha, usijali. Asante mwenyekiti. Haya mama. 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 Mwanangu Ashura. Abe mama. Mimi bado nipo shule. Ila kuna watu walionifanyia kitendo kibaya. Ashura. Mpaka leo mwanangu naangaika nitafuta. Ashura. Mwanangu Ashura. Ashura. Jamani mwanangu. Uko wapi? Jamani mwanangu. Wapi mwanangu? Mama, mimi bado nipo. Jamani Ashura. Usilie mamangu, mimi bado nipo kwa ajili yako. Jamani mwanangu. Sio muda mrefu utawajua. Mimi jamani. Na nitakuja kukuomba msamaha.
yako mje hapa. Wanangu, nimewaita hapa, nataka niwaambie kuna jambo limenichanganya kichwa. Jambo gani hilo mama mdogo? Hamwezi kuamini. Yaani kuna siku nilikuwa nimekaa hapo nje, nikasikia sauti ya Ashura ikiniita mama. Ha! Mama. Mama mdogo. Au ulikuwa unasikia tu sauti za watu tu nje? Au unataka kuchanganyikiwa? Mama, kwamba unataka kuniambia umemwona Ashura? Hamna mwanangu. Sijamuona, ni sauti yake tu nimesikia ikiniongelesha. Anasema kwamba waliomfanyia kitendo hiki wako hapa hapa mtaani kwetu. Acha utani mama mdogo. Kwamba umeongea na Ashura? Sijui kama ni mzimu. Mungu tu amsaidie mwanangu aliko huko. Na hicho wanangu ndio nilichowaitia hapa, nawaambia afu usilo jambo. Sawa. Sisi tuendelee na kazi nje. Sawa jamani. Ila upunguze mawazo. Jamani acheni tu. Haya mama. Haya. Kaka uoni au? Samahani. Unatembea unawaza nini eh? Basi dada, nakuomba unisamee, nimeshakuomba msamaha, naomba unielewe. Msamaha. Haya sasa ndio mimi najiona sasa nimeshaumia. Dada, ni matatizo tu, naomba unisamee. Sasa nakwambia kwa kuwa umeshaniomba msamaha sawa, nimeshakusamea. Sasa nakwambia unapokuwa unatembea jaribu kupunguza stress zako, umenielewa? Chefu. Hivi mdogo wangu Meli, hivi Ashura atakuwa wapi? Ni mwezi sasa unaelekea kuisha. Sijamuona mdogo wangu Ashura. Nimemisi. Mama alienda kwa mwenyekiti akatoa taarifa. Na tayari mbiu imeshapigwa. Sawa mdogo wangu, ngoja tusubirie majibu. Vijana watatu walokuja kwa nani? Kwa Jafet. Juma. Alafu hiyo ndio sio kuchotea maji. Yule kijana nilisikia wanamuita anaitwa Juma. Ningamwambia anaitwa Juma. Ningamwambia basi lazima nipate namba yake. Kwa namtaka. Lazima tampata. Kwanza kawe shemeji. Yaani lazima atakuwa shemeji. Kwa subiri uone. Si niko hapa. Subiri uone. Shemeji ya kijijini jamani. Wewe kijijini bwana alimetoka mjini alikuwa na kibegi unanibishia mimi. Wewe bwana uone. Huyu mtu akiwa Samson wa kijijini. Wewe wanalivyo kama nywele hapa kama sijui nini. Wewe ni ni wa kijijini. Hujamuona bwana. Sasa unanibishia nini wewe hujamuona? Ni mwibe sasa nimpeleke wapi? Ni wa kijijini. Tuondoke nyumbani. Sawa nikukumbuka wapi? Ni wa kijijini. Jamani, habari zenu? Wazima jamani. Ngoja si tuwai Hamisa. Pia Hamisa, mdogo wangu hujapata mpaka sasa. Wewe acha tu ndugu yangu. Ni majonzi kila siku. Haya jamani.
tamaa za mali zimenifanya niwe chizi, kuvumilia misiwezi. Ona natapatapa huku mala kule, eti mpaka kwa waganga, sipati kitu ila bado nateseka. Tamaa za mali misukule itanisika. Ona tamaa inanaibisha, oh nenena inanizalisha.